Abi Meja, asalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yes. Vizuri kabisa. Sasa unashinda goli 5 kwa nusu sio vizuri. Karibia kufungua leo katika mfungo wa siku ya leo na Young Africans, ushindi wa goli 5 bin sifuri dhidi ya JKT Tanzania hapa KMC Complex. Unaashiria nini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na katika mchezo mkubwa ambao mnauendea dhidi ya Simba Sports Club? Hii kwa kifupi, JKT sio haki yao. Hii nguvu mbili ndio ilikuwa haki yao, wale hizi 5, lakini kwa sababu wamekuja mapema tumeambiwa tuwakabidhi kwa sababu tuna test mitambo, tumewakabidhi 5. Basi kwa salamu ya kwa wenzetu ambao tarehe 1 tunakutana nao. Mabadiliko ya haraka hivi Young Africans, ambapo mechi iliyopita wanasema ilikuwa haina mchezo mzuri na mechi nyingine za nyuma wanasema Young Africans haikuonyesha performance nzuri kiwanjani, ila mabadiliko ghafla tu hapa kwenye uwanja wa KMC Complex yamechagizwa na nini hasa? Hajachagizwa na kitu, ni namna ambavyo kocha ameamua kucheza mechi. Ujue kwenye michuano hiyo au ligi ni marathon. Kwa hiyo kocha anacheza kulingana na namna mpinzani anavyokuja. Mpinzani kaja akiwa hana discipline, ndio maana kaadhibiwa hivi. Kwa hiyo mpinzani yote anayekuja bila discipline anapata adhabu kama hii. Kwa hiyo sio kwamba kuna mabadiliko, hakuna mabadiliko. JKT alikuwa anataka kupibishana ubavu na sisi akaamini kwamba tunaweza kupishana. Umeona mechi zilizopita zote, kama uliangalia mechi dhidi ya Cosmopolitan hapa ambapo tumecheza ya FA, tukacheza mechi dhidi ya Namungo. Namungo alicheza kwa discipline, wakawa wanazuia sana, hawapishani na sisi. Hawa JKT walikuwa wanataka kupishana na Yanga, ndio kilicho. Hakuna mabadiliko ambayo Yanga imefanya. Ni kwamba wamecheza pasipokuwa na discipline, ndio maana wameadhibiwa. Kwa mtu yote atakayekuja bila discipline atapata adhabu kama hii au zaidi. Kutangaza nyota wa mchezo alistahili. Of course yes, namna ambavyo amecheza umeona, alikuwa anapata tabu sana kucheza ndani, lakini alipokuja akacheza kama winga, kama alicheza namba 11 huku, akawa amecheza vizuri, ametoa pasi za kutosha na zile learning namna ya kuchukua mpira, amestahili. Yani the way alipokuja jasho, yani ukiangalia jezi ya Dube kama ukikamua hivi unaweza kupata tando moja ya jasho. Yani amecheza kwa kujituma sana, hasa kipindi cha pili. Kipindi cha pili amecheza vizuri sana. Angalia style wanayocheza Depu pamoja na Dube katika kikosi wakianza wote, kwako inakupa matumaini zaidi? Inategemea na unacheza na nani, umeelewa? Kwenye watu ambao wanashambulia sana, watu ambao wako compact sana, sio nzuri sana kucheza na mastreka wawili pamoja, umeelewa? Lakini ukikutana na mastreka, yani timu ambayo kama hii ambayo inataka kupishana, lakini uwezo wa wale watu wa mbele sio mkubwa sana, unaweza kucheza hivyo, kwa sababu timu ambayo inashambulia sana kwa national uwezo kuwapangia kikosi kama hiki, wanakuadhibu tu, kwa sababu kuna mtu utamkosa wa kuzuia. Sababu ukiangalia pale alikuwa Depu juu, alikuwa na Dube juu, alafu kuna Okero huku na Max Zengeli, umeelewa? Hao wote ni hadi mmoja hapo kati yao 4 ndio ambaye ana uwezo wa kukaba Max Zengeli kushika chini. Kwa ukipata watu ambao wanaweza kupiga counter attack unajikuta madhara, lakini nimekwambiaje, kocha anacheza kulingana na timu ambayo imeingia. Timu ilivyoingia ndio imepata adhabu hiyo. Wanasema watu wanatamani sana kumzungumzia Depu lakini wanakosa hengo ya kumzungumzia zaidi, hivyo namba zinawaponza. Depu anaingia kambani kwa mara nyingine. Ni kwamba Depu ni mchezaji mzuri, na kwa hizi mechi chache ambazo amezicheza umeona namna alivyoonyesha, anafunga, anaonyesha kwamba ana kiwango cha aina gani. Hata anapochukua mpira unaona huyu mshambuliaji ana madhara. Tukimpa muda, umeelewa? Yaani tukimpa muda wa kutosha, alafu akapata malisho mazuri. Kwa mfano kama Okero, kuna wakati natamani hata akijaribu kidogo siku moja, kocha sio kama anamfundisha, lakini natamani hata siku moja ajaribu kumchezesha Okero kama namba 10 pale, tuone zile pasi ambazo Okero tumeona wakati anacheza Uganda Cranes na Nili, tumuone namna ambavyo anaweza kutia pasi ambazo zinaweza kusababisha Depu tukamwona ubora wake, kwa sababu ukiangalia ile goli ambayo amefunga unaona kabisa huyu jamaa kuna kitu anacho. Namba kweli zinahukumu watu, namba zinahukumu wewe. Mgawanyo wa magoli kwa upande wa Young Africans, unaona Mudathiri anaingia kambani, lakini Shehani anaingia kipindi cha pili naye pia anaingia kambani, Dube kaingia kambani, Depu ameingia kambani. Hii inaashiria nini kwa Young Africans? Mtu yote anaweza kushinda, kwa sababu nimekwambia ile safu ya mbele yote ina uwezo wa kufanya jambo. Safu ya mbele yote inaweza kufanya jambo. Mudathiri ana uwezo wa kufunga, Max Zengeli ana uwezo kufunga, Depu ana uwezo kufunga, Dube ana uwezo kufunga, hao wote waliokuwa mbele wanaweza kufunga. Kwa hiyo swala la Mudathiri kufunga kwangu mimi sio surprise. Yaani ni mtu ambaye kashafunga sana. Yaani sio kitu cha kushangaza. Ile eneo la mbele lote la Yanga lile. Na bado waliokuwa nje, unaona amekuja Shehani baadaye na amekuja amefunga. Kwa hiyo tuna kikosi ambacho anaingia na itoka wote wako moto. Ni swala la muda tu. Kuelekea kwenye dabi sasa, tukitazama mchezo wa Machi Mosi,
Kwa upande wako Young Africans inakupa ujasiri wa kusema kwamba tunaiendea mchezo tukiwa tunajiamini na tunaweza tukapata matokeo mbele ya Simba ambaye naye gari limewaka pia? Gari limewaka kwa wengine. Katika kitu ambacho hujakijua mwandishi, ni kwamba katika timu ambazo Yanga ana uhakika wa kuzifunga dunia nzima ni Simba peke yake, kwa sababu ndio timu ambayo imefunga mara nyingi kuliko timu zozote. Kwa sababu kama mtu unamfunga mara 6 mfululizo, maana huyo yani kwa kifupi hana utamu. Wenyewe wanajiita wagawa utamu, lakini utamu umekwisha, kwa sababu washagawa sana utamu umekwisha. Ni timu ambayo Yanga ana uhakika wa kuifunga dunia nzima ni Simba peke yake, hakuna nyingine. Na ndio kaifunga mara nyingi kuliko timu zote kwa takwimu. Sio kwa sababu nazungumza meja kwa sababu shabiki, yani kwa takwimu hakuna timu ambayo duniani imefungwa mara nyingi na Yanga kama Simba. Kwa hiyo ni uhakika tutawafunga, na wakija kama hivi ambavyo JKT wamekuja bila yani wasipokuwa na discipline, manake watakufa vibaya sana. Wewe unahitaji discipline? Anasemaje? Hii ni tahadhari tu. Hii ni tahadhari tu ambayo wanatakiwa wachukue. Kwamba wakija pasipo yani kutokuwa na discipline ni kupi? Kuhisi kwamba kama walivyosema sasa hivi gari limewaka. Wataamini kwamba wana timu nzuri. Kwa hiyo watataka tupishane. Sasa kupishana na Yanga sasa hivi ni kazi sana. Yaani kupishana. Wao kwa kuwasaidia tu wanatakiwa wakae wakiwa wanapunguza idadi ya magoli. Yaani wakae angalau wataka kufungwa 2 au 3, itawasaidia ili kupunguza migogoro ambayo mpaka sasa hivi ipo, ambayo mpaka sasa hivi wengine wanapelekwa Lupango, wengine wanafungiana, umeelewa? Ni kitu ambacho wao wanatakiwa wakae nyuma, wapunguze idadi ya magoli, kwa sababu uwezo wa kuifunga Yanga kwa sasa hivi wao hawana, isipokuwa wanachoweza kufanya sasa hivi ni kupunguza idadi ya magoli tarehe moja. Jonathan Soa alichokutana nacho kule, wanamuita Simba Mweusi. Simba Mweusi kawaonyesha mambo meusi. Nini ambacho ungependa kuwashauri watani, ama nini ambacho unapenda kuongelea hiyo situation ambayo imetokea kwa upande wa Simba? Ana utukutu fulani mdogo. Kuna kautukutu fulani anako ambako nadhani uongozi wa Simba wenyewe unajua ufanye nini, kwa sababu kila timu ina taratibu zake na sheria zake. Mtu anapoleta utovu wa nidhamu kama timu inakuwa na utaratibu wake. Kwa hiyo wenyewe wanajua wanaweza wakampa adhabu au wakaendelea kumbembeleza ili waone, lakini bado ukiangalia kwenye kikosi chao bado hana nafasi ya hivyo sana. Yaani sio mchezaji tegemezi. Kuna mchezaji ambaye unamwona akilinga, akinuna, unaweza kusema mchezaji huyu ana impact sana, lakini ukimwangalia Jonathan Soa kwenye kikosi cha Simba nafasi yake bado ndogo. Kwa hiyo lolote linalotokea ni kama anaonekana kama ni mchezaji kama extra vile, kwa sababu kuna wakati mwingine anaingia dakika 80, dakika 90 hachezi kabisa. Kwa hiyo nafasi yake bado ndogo, yani ana nafasi ndogo sana. Kwani sio faida kuelekea dabi? Kwamba Jonathan Soa kwamba kufanyaje? Yani kama atakosekana. Sasa faida nini? Yani nakwambiaje? Kwa namna sasa hivi wanavyotakiwa kucheza hapa ni kukaa nyuma, kufanya defense ili wapunguze idadi ya magoli. Umeelewa? Lakini kusema sio namtegemea, kwa sababu wakisema wapishane kwamba huyo Dube sio na Dube nani huyo Soa ajaribu sio kutafuta goli kufanyaje, ndio balaa itakokuja. Yani wasijaribu kutushambulia. Yani hiyo na angalizo tu. Wasijaribu kutushambulia kwa sababu watakuwa wanaacha mianya mingi sana. Timu yao ina changamoto nyingi sana. Kocha wao aliondoka yule alisema kwamba timu yao ina changamoto ya kuwa na mtu anaitwa X factors. Yani wachezaji ambao wa kuchukua wa kufanya maamuzi hawapo. Sasa sisi baada ya kumpunguza Aziz Ki tukaja tukamleta huyo Kero ambaye anaweza kufanya jambo lolote muda wote. Umeelewa? Bado tuna huyu Depu anaweza kufanya jambo lolote muda wote. Kwa hiyo ni tunajivunia, bado tuna huyu Shabalala ambaye umeona leo namna ambavyo fullback anafunga goli, unaweza kusema baba ni striker. Yaani amecheza vizuri, huyo ni fullback, lakini ameonyesha kiwango, unaweza kusema baba huyu ni striker. Unataja wachezaji wenu, lakini unawaangalia na wapinzani, maana wanasema kwamba ukiwa unakimbizwa umsifu pia naye kukimbiza. Libase Gwe, Anicent Aura, Loemba, au ni nyota ambao wamewaka sana katika dirisha hili dogo ingizo upande wa Simba Sports Club. Amtoi macho huko? Ni wachezaji wazuri na uwezo kushangaa siku moja kwa wakuta wanachezea Yanga, lakini ni wachezaji wazuri wanachezea kwenye kikosi cha kawaida. Umeelewa? Timu ya Simba ina changamoto nyingi sana ukiacha masuala ya wachezaji. Sio kama ina wachezaji wabaya, lakini organization. Umeona leo hapa na namna ambavyo timu imecheza vizuri kwa sababu watu wametulia, mashabiki tuko pamoja, viongozi tuko pamoja, tunaongea lugha hii moja. Umeelewa? Sasa wao wana changamoto nyingi. Ni kweli wana wachezaji wazuri, lakini wachezaji ambao bado watakuwa wanacheza kibinafsi. Yaani huyo Libase Gwe anataka acheze ili aonyeshe wapenzi wa Simba kwamba ni mchezaji wa aina gani. Huyo Anicent nani huyo Aula sijui ni mchezaji mzuri, lakini bado ukiangalia anacheza kwa ajili ya kuonyesha jukwaa. Umeelewa? Bado hajaingia kwenye mfumo wa timu na atachelewa kuingia kwenye mfumo kwa sababu tarehe moja tunakwenda kukibomoa tena kikosi cha Simba. Kwani sisi ndio tunaifanya Simba inakuwa mbovu? Anaifanya Simba inakuwa mbovu ni Yanga. Sasa hivi unaona wamechukua wachezaji wazuri, watengeneza kikosi. Lakini tukiwafunga watagundua kumbe Libase Gwe ni mchezaji wa kawaida. Kumbe Anicent ni mchezaji wa kawaida. Kwa sisi kile kikosi chao ndio tunachokitengua.
lakini tukiwacha watulie wanaweza kutengeneza kikosi, sio kama wachezaji wabaya. Kwa mfano kumwangalia yule Anicet yule mchezaji mzuri, anacheza vizuri sana. Hata mimi mwenyewe namtamani na natamani hata aje Yanga. Lakini kipigo cha tarehe 1 kitafanya sasa wabomoe kikosi waanze upya. Kwani nafikiri Simba wanabomoa kikosi wakicheza na National Ahali? Wanabomoa kikosi chao wakicheza na Yanga. Sasa wana wachezaji wazuri, lakini ikifika tarehe 1 wale wachezaji wataona waovyo, wataenda kusajili tena wachezaji wengine. Ndio kitu ambacho sisi Yanga tunachokifanya. Hizo ndio mbinu hizo. Yaani hiyo inaitwa kwenye pool table inaitwa white. Tumeficha white. Yaani white yetu ndio hiyo kwamba kila mechi tunawafunga wanajipanga. Kila mechi tunawafunga wanajipanga. Kwa hiyo wakijua hiyo siri inaweza ikawasaidia kidogo. Shukrani sana Nabii Meja. Asante sana.